subscribe to my channel and also press this bell icon. Tunaanza mechi. Fitness wanakosa wachezaji? Ya, ni sahihi. Wachezaji bado wanakosa fitness. Tazama idadi kubwa wachezaji wa Simba bado wanahitaji zaidi muda wa kuzoeana na wenzake, lakini pia uwezo wa kutekeleza majukumu ya mwalimu kwa 100% bado yapo kwenye yako chini sana. Imekuwa ikikumbwa na injury kubwa sana. Tazama kwenye eneo la center back leo, Lucien Derok pamoja na Ismail Tule wamelazimishwa kucheza. Naweza nikasema kuumia kwa Wilson Nangu kumegharimu sana Simba kwa sababu wanalazimishwa kucheza wakiwa na center back ambaye ana sifa hiyo. Unajua kwenye mpira kuna nafasi ya mchezaji na utekelezaji wa majukumu. Lucien Derok sio mchezaji ambaye ni bora sana kwenye kutumia mguu wake wa kushoto kama ilivyo pia kwa Ismail Tule. Ndio maana kocha katika maamuzi yake ama kwenye mazoezi ameona kidogo Lucien Derok anaweza akafanya hayo maamuzi ambayo ama kila ambacho anakihitaji ama alichokuwa anakipata kwa Nangu. Ndio maana amemwamini, lakini unaona kipindi cha kwanza Lucien alikuwa anafanya makosa akaenda kusawazishwa. Kwa hiyo wanaelekea kwenye mchezo mgumu. Watacheza mechi yao moja ya ligi kuu dhidi ya Tanzania Prison na pili, baada hapo anakwenda kukutana na Young Africans. Endapo hakutokuwa na improvement kubwa kwa namna ambavyo timu inacheza, huenda wakaenda kupoteza kwa mara nyingine. Kwa hiyo Steven Becker bado ana kazi kubwa ya kufanya. Nadhani katika malengo yake ya kushinda mchezo wa kwanza katika uwanja wa Benjamin Mkapa msimu amefanikiwa, lakini kwa namna ambavyo timu inacheza bado kuna kazi kubwa ambayo anapaswa kuifanya. Bao la Oura tulizungumzia. Uwezo binafsi ama ni timu? Ya, nadhani ni uwezo binafsi. Najua kuna mchambuzi aliandika kwamba Simba imemsajili mchezaji ambaye hajacheza msimu mzima. Nikamwambia hicho si kigezo cha kumfanya Oura akashindwa kwenda kuperform. Nikatoa mfano kwa mchezaji kama Mudathir Yahya, alikaa muda mrefu sana hajacheza kabla ya kwenda Young Africans, lakini alienda akaperform. Kwa hiyo hata kwa Oura imekuwa ni rahisi kuweza kuperform kwa sababu anajua wajibu wake. Nadhani Simba amepata mchezaji mzuri zaidi, anahitaji tu muda na kuanza kuzoea mazingira, lakini kitazama pia hata namna ambavyo Luemba anacheza ni bonge moja la mchezaji, pasa mzuri, lakini si mchezaji ambaye ana pressure akiwa na mpira. Uwezo wake kuweza kutumia maarifa kwenye nyakati ambazo anamhitaji yako kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo nadhani tuendelee kumpa muda Steven Becker kwa sababu amekuja kuikuta timu ikiwa kwenye setup nyingine na amelazimika kuibadilisha tena kwa asilimia kubwa. Leo tumeshuhudia mchezo wa Simba dhidi ya Stade Malien na Simba Sport Club kupata ushindi wa kwanza kwenye michuano ya CAF Champions League na alama 5 sasa. Tuje tuangazie performance ya mchezaji Oura. Umesema ni mchezaji mzuri. Kuna baadhi ya wachambuzi pia walikuwa wanasema hivyo. Simba Sport Club wamesajili wachezaji ambao hajacheza muda mrefu na amekuwa na majeraha na watu wakaenda mbali zaidi. Kuna mchambuzi mmoja hivi wa soka kituo kimoja hivi cha matangazo alikuwa anasema kuwa Oura na kile ambacho anakifanya pengine Oura anajibu kwa vitendo sasa daraja lake. Ya, nadhani anajibu kwa vitendo. Kumbuki hata wakati Lucien anakuja kwenye kikosi cha Simba alisema si mchezaji ambaye atapata muda mwingi wa kucheza kutokana na majeraha ambayo amekuwa kimkumba. Lakini hadi hivi sasa ukimtazama namna ambavyo anacheza ana kasoro yote. Katika mabeki watatu wa ligi kuu Tanzania bara huwezi ukamkosa Lucien Derok. Kwa hiyo nadhani kuna nyakati wachambuzi wapaswa kuzungumzwa kwa kumaliza. Yaani wanajimaliza sana and then kinachokuwa kinatokea baadaye inakuwa ni kama wanajiumbua wao wenyewe. Kitazama namna ambavyo Oura anacheza, hakuonyeshi kama ni mchezaji ambaye amekaa nje kwa muda mrefu hajacheza. Na amekuja akachukua imani ya wale ambao walikuwepo kina Elim Panzu, kina Kibu Denis Prosper, moja kwa moja ameingia kwenye kikosi. Na namna ambavyo anaperform, anafunga goli lake la pili mfululizo kwenye michuano ya kimataifa. Kwa unakuwa unatafuta kigezo labda cha kumlaumu Oura kwa kiwango ambacho amekuwa nacho unakikosa. Zaidi kunahitajika sasa namna ya kuitengeneza chemistry ya timu kwa ujumla. Sababu kwa hivi sasa Simba inacheza kwa ubora wa mchezaji mmoja mmoja, namna ambavyo wachezaji wenyewe wanajituma, lakini bado unakosekana ule muunganiko wa kuunganisha tabia za Chama, kuunganisha tabia za Alassane Kante, Kagoma na kupata kitu kimoja katika hao wachezaji. Namna ambavyo Simba inacheza kwa hivi sasa, endapo Kagoma akaumia itakuwa kwenye wakati mgumu sana, kwa sababu eneo la katikati kwa hivi sasa wanamtegemea zaidi Kagoma. Alassane Kante nadhani kuna namna ambavyo utekelezaji wake wa majukumu umepungua kwa asilimia kubwa. Kwa nadhani tuendelee kumpa muda Steven Becker
anajua nini ambacho anakifanya na anajua nini ambacho mashabiki wa Simba wanakihitaji. Kwa hiyo nadhani tukitazama kwa kikosi cha Simba kwa ujumla, kila mchezaji anacheza kwa daraja lake. Bado kinachobaki ni kwa Steven Becker kuunganisha tabia za wachezaji wote na kupata kitu kimoja. Eneo la mwisho, Soa bado amekuwa na wakati mzuri sana. Nadhani kwenye mechi 3 zilizopita alikuwa anapewa nafasi zaidi Kibu Denis Prosper. Lakini kwenye mchezo miwili, kwa mchezo wa KMC na wa leo, amelazimika kwenda na Selemani Mwalimu kwa sababu Kibu anakosekana. Kwa hiyo hadi Mwalimu analazimisha kwenda na force number 9, maana yake anathibitisha kuna kitu ambacho anakikosa kutoka kwa hao wachezaji ambao wako kwenye hao maeneo. Kwa hiyo nadhani Steven Becker bado ana muda wa kuendelea kufanya, kwa sababu changamoto ambayo Simba inawakuta ni kwamba nyakati ambazo wanapaswa kukiseti kikosi chao kiweze kurejea kwenye ule mfumo, ndio nyakati ambazo wanahitajika pia kudhibitisha kwenye pichi. Ndio nyakati ambazo pia anapaswa kwenda uwanjani na akacheza kuonyesha nini ambacho uko nacho. Kwa hiyo kinachotokea, kuna nyakati wanazidiwa ubora kwa sababu wako kwenye kujiset up. Unakuta wanazidiwa kwenye baadhi ya matukio, kushindwa kufika kwa wakati, na ndio maana wakati mwingine mpinzani ananufaika. Tumalize na hili Elie Mpanzu Kibisawala, pengine kwa kuna maneno mengi hivi, na leo tumemwona akicheza kwa dakika zote, kwa dakika takriban dakika 75 hivi ya mchezo. Pengine yale maneno ambayo yanaendelea mtandaoni yanamtoa kama Elie Mpanzu kwa performance yake leo alivyoonyesha, na vile ambavyo vinavyoendelea vinamwathiri kwa namna moja au nyingine, Yusuf? Vinamwathiri kwa sababu anaona kinachoendelea. Lakini kwa mchezaji ambaye ni professional, anajua haya ni maisha ambayo yapo. Mimi binafsi wakati naanza uchambuzi, kuna baadhi ya comment nilipokuwa ninazisoma zilikuwa zinanitoa kabisa kwenye kile ambacho nakifanya. Lakini ilifika wakati nikagundua kwamba haya ndio maisha ya mitandao. Tukirudi kwa mchezaji kama Fiston Kalala Mayele, ambaye msimu uliopita ndo alikuwa mchezaji bora barani Afrika. This time amecheza karibia mechi 19 na bao hata moja. Kwa hiyo inathibitisha kwamba ni maisha ambayo wachezaji wanayapitia. Kuna nyakati mchezaji kiwango kitashuka na atashindwa kudeliver kile ambacho watu wanakitarajia kutoka kwao. Kinachobaki ni namna ambavyo wachambuzi wanateua kile ambacho wao wanaona ni sahihi, kwa kutafuta engagement mitandaoni, kwa kulewa zile sifa za namna ambavyo wanaweza akawa na watumia watu kuweza kunufaika wao. Kwa hiyo nadhani kuhusu hilo kila mtu anajua nini ambacho anakifanya. Mrefu na amekuwa na majeraha na watu wakienda mbali zaidi. Kuna mchambuzi mmoja hivi wa soka, kituo kimoja hivi cha matangazo, alikuwa anasema kuwa Eura na kile ambacho anakifanya, pengine Eura anajibu kwa vitendo sasa daraja lake. Nadhani anajibu kwa vitendo. Kumbuki hata wakati Lushain anakuja kwenye kikosi cha Simba alisema si mchezaji ambaye atapata muda mwingi wa kucheza kutokana na majeraha ambayo amekuwa kimkumba. Lakini hadi hivi sasa ukimtazama namna ambavyo anacheza, ana kasoro yote katika mabeki watatu wa ligi kuu Tanzania bara, uwezi ukamkosa Lushain Deroko. Kwa hiyo nadhani kuna nyakati wachambuzi wapaswa kuzungumzwa kwa kumaliza. Yaani wanajimaliza sana, and then kinachokuwa kinatokea baadaye inakuwa ni kama wanajiumbua wao wenyewe. Kitazama namna ambavyo Oula anacheza, akuonyeshi kama ni mchezaji ambaye amekaa nje kwa muda mrefu hajacheza. Na amekuja akachukua imani ya wale ambao walikuwepo, kina Elie Mpanzu, kina Kibu Denis Prosper, moja kwa moja ameingia kwenye kikosi. Na namna ambavyo anaperform, anafunga goli lake la pili mfululizo kwenye michuano ya kimataifa. Kwa unakuwa unatafuta kigezo labda cha kumlaumu Oula kwa kiwango ambacho amekuwa nacho unakikosa. Zaidi kunahitajika sasa namna ya kuitengeneza chemistry ya timu kwa ujumla. Sababu kwa hivi sasa Simba inacheza kwa ubora wa mchezaji mmoja mmoja, namna ambavyo wachezaji wenyewe wanajituma, lakini bado unakosekana ule muunganiko wa kuunganisha tabia za Chama, kuunganisha tabia za Alassane Kante, Kagoma, na kupata kitu kimoja katika hao wachezaji. Namna ambavyo Simba inacheza kwa hivi sasa, endapo Kagoma akaumia, itakuwa kwenye wakati mgumu sana, kwa sababu eneo la katikati kwa hivi sasa wanamtegemea zaidi Kagoma. Alassane Kante nadhani kuna namna ambavyo utekelezaji wake wa majukumu umepungua kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo nadhani tuendelee kumpa muda Steven Becker, anajua nini ambacho anakifanya na anajua nini ambacho mashabiki wa Simba wanakihitaji. Kwa hiyo nadhani tukitazama kwa kikosi cha Simba kwa ujumla, kila mchezaji anacheza kwa daraja lake. Bado kinachobaki ni kwa Steven Becker kuunganisha tabia za wachezaji wote na kupata kitu kimoja. Eneo la mwisho, Soa bado amekuwa na wakati mzuri sana. Nadhani kwenye mechi 3 zilizopita alikuwa anapewa nafasi zaidi Kibu Denis Prosper. Lakini kwenye mchezo miwili, kwa mchezo wa KMC na wa leo, amelazimika kwenda na Selemani Mwalimu kwa sababu Kibu anakosekana. Kwa hiyo hadi Mwalimu analazimisha kwenda na force number 9, maana yake anathibitisha
kuna kitu ambacho anakikosa kutoka kwa hao wachezaji ambao wako kwenye hao maeneo. Kwa hiyo nadhani Steven Becker bado ana muda wa kuendelea kufanya, kwa sababu changamoto ambayo Simba inawakuta ni kwamba nyakati ambazo wanapaswa kukiseti kikosi chao kiweze kurejea kwenye ule mfumo, ndio nyakati ambazo wanahitajika pia kudhibitisha kwenye pichi, ndio nyakati ambazo pia anapaswa kwenda uwanjani na akacheza kuonyesha nini ambacho yuko nacho. Kwa hiyo kinachotokea, kuna nyakati wanazidiwa ubora kwa sababu wako kwenye kujisetup, unakuta wanazidiwa kwenye baadhi ya matukio, kushindwa kufika kwa wakati, na ndio maana wakati mwingine mpinzani ananufaika. Tumalize na hili